Exclusive za Mpenja TV leo hii zinakujia kutokea hapa ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trendy, na hii ni Mpenja TV. Tunazungumza michezo na tunapanga nguvu kubwa kwa udhamini wa White Skim Wallput kutoka Magic Builders. Hivi sasa ukiwa unahitaji kuhudumisha ukuta wako usiweze kupata fungus, lakini pia kuvimba kutokana na maji yale yaliyopo ardhini, hakikisha unatumia White Skim Wallput kutoka Magic Builders. Lakini pia kwa wewe ambaye unahitaji simu ya mkopo, itakuwa ni vizuri kama ukipata simu ya mkopo kutoka kwenye maduka ya Mandasi Store. Maduka ya Mandasi Store yanapatikana karibu mikoa yote ya hapa Tanzania, na ili uweze kupata simu ya mkopo hakikisha unakwenda na vitu viwili: moja, kitambulisho cha kupiga kura, kitambulisho cha taifa ama NIDA, lakini pia leseni ya gari na pesa kidogo ambayo unaweza kuanza nayo kama kianzio. Imagine kuanzia shilingi 50,000 unaweza kupata simu ya mkopo kutoka kwenye maduka ya Mandasi Store. Ripoti ninazo kuletea leo hii kuhusiana na namna ambavyo mambo yanaendelea ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kukiwa kuna ukarabati kubwa ambao unaendelea hivi sasa. Utakuwa ni shuhuda kile ambacho ninakwambia, kwa namna ambavyo unaona rangi ya viti ni tofauti na vile ambavyo watu wengi wamekuwa wamevishuhudia hapo nyuma, kulingana pia na mpangilio. Tukianza kwenye eneo la majukwaa ndio ambalo ninalizungumzia hapa. Unaweza kaona viti vikiwa ni tofauti na vile vya mwanzo, lakini pia sehemu ya TV, kwa maana ile big screen ambayo mara zote imekuwa ikionyesha matokeo hapa ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, pia nayo iko tofauti na vile ambavyo macho ya watu wengi wamekuwa wakiyazoea. Upande huu kama ambavyo unashuhudia, hali ya uwanja imebadilika kwa asilimia kubwa kweli. Lakini hata hapa pia niliposimama nikikuhadithia kile ambacho nakiona ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, unaweza kuona pia tofauti yake ni vile ambavyo ni tofauti na kipindi cha nyuma. Lakini pia ndani ya uwanja, kwa maana ya eneo la kuchezea, pitch area, kama ambavyo unashuhudia, bado pia ukarabati ukiwa unaendelea kuhakikisha tu kwamba mambo yanakwenda sawa kwa ajili ya michuano mikubwa ambayo iko hapo mbeleni. Masaa machache ama siku ya jana, uwanja huu ulipata ugeni kwa naibu waziri. Hapa namzungumzia Hamis Mwinjuma, mwana FA, ambaye alifika hapa na kutoa maagizo ya mpaka kufikia siku gani ambayo kila kitu inabidi kiende sawa. Na watu wengi pengine wamejaribu kujiuliza, je, mchezo wa finali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane, je, utaweza kuchezwa hapa mara baada ya uwanja huu kutangaza kufungiwa kwa muda kupisha ukarabati ambao unaendelea hivi sasa? Hayo pia tutakuja kufahamu ni kwa namna gani mambo yatakwenda mpaka kufikia hiyo siku. Lakini leo hii tuangalie namna ambavyo mambo yanaendelea kubadilika ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Nimekuhadithia namna ambavyo viti vipo tofauti na vile ambavyo Watanzania wengi, lakini pia wale ambao wanafahamu uwanja wa Benjamin Mkapa walivizoea kuviona. Na ukijaribu kuangalia, japo uwanja haujamalizika, utaweza kuona kwamba theme inayowekwa hapa ni theme ya bendera ya timu ya taifa ya Tanzania, kwa maana ya kwamba naona rangi ya njano, lakini pia naona rangi nyeusi pamoja na kijani. Upande wa huku tunasema upande wa mashariki, upande huu tayari kwa asilimia kubwa tayari viti vimeweza kupangwa kwa asilimia kubwa, lakini upande huu wa magharibi bado pia marekebisho yatafuata kuhakikisha kwamba uwanja huu unakuwa na sura mpya kuelekea kwenye michuano mikubwa ambayo inafuata. Ukarabati huu ni mkubwa kweli kama ambavyo unashuhudia, idadi kubwa ya mafundi wakiwa hapa wakihakikisha tu kwamba wanaendelea kuliweka sawa dimba hili la Benjamin Mkapa. Weka hapo komenti yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, lakini pia kila ambacho kinatazamwa kuhusiana na makubwa yajayo ndani ya uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trendy. Hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo kwa pamoja, tushuhudie namna mambo yanavyokwenda. Usisahau kupata maji ya GSM kwa ajili ya kukata kiu, lakini pia Jibus Energy Drink.